Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana katika channel hii ya Binti Sayuni 50 ambapo huwa na share neno la Mungu pamoja na shuhuda. Sasa na jinsi Bwana anavyonijalia, namshukuru Mungu sana kwa kunipa nafasi nyingine ya kuendelea na series ya Zaini Matunda Mema. Kabla sijaendelea mbele, ninaomba uangalie video hii fupi ambayo ina introduce somo letu la leo. Ninaomba ukae mpaka mwisho na Mungu akubariki sana. Utu wema ni sehemu nyingine ya tunda la Roho Mtakatifu ambayo ni muhimu sana katika maisha ya Mkristo. Utu wema, kama ilivyo sehemu nyingine za tunda la Roho Mtakatifu ambayo tumeziangalia huko nyuma, ni lazima ianzie ndani yako. Kisha tutaona nje kwa jinsi ulivyo na matendo mema, matendo ya kuwasaidia wengine bila faida, kwa rehemu, kuwahurumia, kuwasaidia, na nia yako ya ndani ni muhimu. Unafanya hivyo kwa ajili gani? Tunaliita ni tunda la Roho. Unapofanya hivyo kwa ajili ya Bwana, ili Bwana aweze kutukuzwa, ili Bwana aweze kujulikana. Matendo kama haya sio tu yanamtangaza Bwana, lakini yanamshuhudia na kumtukuza Baba yako aliye mbinguni. Basi naomba ukae mpaka mwisho kwa hili somo, tujifunze kwa pamoja, na Mungu akubariki sana. Amen, ubarikiwe sana. Na kama wewe ni mgeni au bado hujasubscribe katika channel hii ya Binti Sayuni 50, naomba subscribe, share, like na comment, na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Sasa mstari unaotuongoza leo ni mstari ule ule wa Wagalatia 5 ambao unatutajia ya kwamba tunda la Roho ni upendo. Tumeshaangalia furaha, tumeangalia amani, tumeangalia uvumilivu, tumeangalia. Leo tunaenda kuangalia utu wema, Wagalatia 5 huo mstari wa 22. Sasa utu wema ni kitu gani? Utu wema ni tabia ya kuwa na moyo mwema. Umeona, ni tabia, sio kitu ambacho umekifanya tu mara moja leo basi tuseme wewe una utu wema. Wewe unaweza kuwa mwema in that occasion. Lazima uwe na tabia ya kuwa na moyo mwema, safi, wenye huruma. Unakumbuka neno la Mungu linatuambia walio na moyo safi watamuona Mungu. Na nia ni muhimu, na uwe na nia njema. Huwezi kuwa unamtendea mtu jambo jema lakini nia yako ni nyingine. Unamkumbuka Kaini na Abeli. Kaini akamdanganya mdogo wake, akamwambia twende huko uwandani. Kufika uwandani si kamuua huko, lakini yule alikuwa anajua wanaenda kuwinda, lakini mwenzake alikuwa na nia nyingine mbaya. Kwa hiyo utu wema ni kitu ambacho kiko ndani. Unaweza usimjue mtu ana nia gani mpaka utakapoona matendo yake, na ndio maana inaitwa utu. Utu ni kule ndani, ni yule yani mi binti Sayuni, huyu binti Sayuni ndani yake, yule binti Sayuni mwenyewe, yani yule Rebeka mwenyewe yule. Umeona? Na katika nia yetu hii, je, tunavyowatendea hawa watu tunawatendea ili iweje? Ili tupate faida. Unajua kuna mwingine anaweza kutendea tendo jema, anajua baada ya wiki, wiki mbili na yeye atakuja, utamtendea itabidi urudishe ule wema. Au unatenda matendo mema kwa sababu unataka watu wakuone wewe ni mwema, au unashurutishwa, au unamfurahisha nani, ni nini? Umeona? Sasa ni tabia vile vile ambayo unatakiwa ujenge tabia fulani hivi ambayo matendo yako hayo mema, yani ndio maana tunaita utu wema, ni kwamba unavyoyafanya unataka kumpendeza Mungu hata kama watu hawaoni. Kwa hiyo kusudi kubwa sio kwa ajili ya watu, unafanya kwa ajili ya Bwana. Bwana atukuzwe, Bwana apendezwe na matendo yako. Umeona? Na nataka kuweka disclaimer mapema kabisa. Matendo mema ni tofauti na utu wema. Utu wema ni huku ndani. Sasa kile nilichokuwa nacho ndani ndicho kinaonekana katika matendo yangu, lakini kile kilicho ndani na matendo yangu na nia yangu vyote lazima viwe vinaoana, kwa sababu wapo wanaotenda matendo mema lakini yanaanzia nje. Nia ni tofauti. Anatamani hata wakati anafanya hicho kitu, yule anayekipokea kile kitu asingemfanyia, yani anafanya tu ili mradi. Hapana, sio hivyo. Umeona? Na matendo mema bila kuwa na utu wema huwezi kumpendeza Mungu, na utu wema huwezi ukaupata
mpaka ili ni tunda la Roho, uwe umempokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako na umepewa Roho Mtakatifu, ndio ambaye anakuwezesha na kukufundisha na kukuongoza na kukubadilisha huo utu wako. Kumbuka dhambi ilipoingia ilitubadilisha. Yani ni kama umetengeneza kitu fulani afu kikaingia kutu, afu sasa unaenda kukisafisha. Kwa hiyo ile dhambi ilituingizia kutu, tukawa sio ile original masterpiece Mungu aliyotuumba. Bwana Yesu alivyokuja ndio akatufanya tena kuwa masterpiece. Efeso 2:10 ndio inatuambia, maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu. Umeona? In English inasema we are his masterpiece. Kwa hiyo ile masterpiece hiyo iliumbwa tena. Unapompokea Yesu unaumbwa tena katika Kristo ili utende matendo mema. Kwa nini? Kwa sababu the original version was created for that purpose. Mungu alivyokuumba ile original kabla dhambi haijaingia wote, ilikuwa naturally tutende mema, lakini akaingia adui, ndio ukamwona Kaini akaenda akamdanganya kaka yake akamua, kamuonea wivu. Alitoa wapi? Alijifunza. Ni dhambi ndio ilivyoingia. Sasa tunapokuwa na utu wema tunakuwa kama Kristo. Kristo alikuwa mwema. Matendo 10:38 inatuambia habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na Ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Unaona, Bwana Yesu mwenyewe alipokuja duniani akawa kama mtu, alijazwa Roho Mtakatifu. Neno la Mungu linatuambia Mungu alimtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu. Kwa ile nguvu ya Roho Mtakatifu kamfanya Yesu aweze kwenda akazunguka kila mahali akitenda mema, akitenda kazi njema. Kazi njema ni matokeo ya tunda lililoko ndani yako. Sasa ndio maana ukiwa sasa kama huongozwi na Roho, ina maana unaweza kuwa very limited on what you can do. Na ndio maana Bwana Yesu akasema, sasa nyinyi mkiwapenda ambao wanawapenda, si sawasawa tu na wanadamu wengine. Wanadamu wote, yani mwanadamu yoyote yule, ukimpenda anakupenda, ukimchukia anakuchukia. Sasa nyinyi you are beyond that. Nyinyi you are greater. Who is in you is greater than who is in the world. Yule aliyoko ndani yenu ni mkuu, anakuwezesha wewe kuviruka hivyo viunzi, hiyo mitego. Kwa hiyo mtu hata kama hakupendi, wewe utampenda. Mtu akutendei mema, wewe utamtendea mema, kwa sababu ya hii nguvu ya Roho Mtakatifu inayofanya kazi ndani yako. Kwa hiyo kwa ufupi, ili tuweze kuwa na utu wema, lazima tumpokee Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Na tunapokuwa na huu utu wema, tunaweza kumpendeza Mungu. Hivi hatuwezi. Neno la Mungu linatuambia, lakini msisahau kutenda mema na kushirikiana, maana sadaka kama hizi ndizo zimpendezao Mungu. Kumbe Mungu anapendezwa sana anapotuona sisi watoto wake tunafanya matendo mema tukiongozwa na Roho. Kwa nini? Kwa sababu Mungu mwenyewe ni mwema. Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Umeona? Mungu yu mwema, anataka watoto wake wawe wema, kwa sababu tunapofanya hivyo ndo tunakuwa nuru, tunaangaza duniani, watu wanamtukuza yeye aliye mwema. Wanauona wema wa Mungu kupitia sisi na wanamtukuza huyo Mungu. Sasa tunaonyeshaje utu wema? Kwa matendo yetu kama nilivyosema. Neno la Mungu linatuambia usishindwe na ubaya, bali ushinde ubaya kwa wema. Jamani wapendwa, yani nitatoa mfano mdogo tu. Huku nje ya nchi kuna kuwaga na kazi, unaweza ukaambiwa your normal rate ni maybe say 20 pound an hour. Kwa saa moja unalipwa 20 pound, sio? Kwa mfano, lakini ukafanya overtime inakuwa ni 30 pound per hour. Au ukija Jumapili 30 pound, siku ya sikukuu 40 pound. Umeona? Double rate. Mungu vile vile, Mungu anasema hivi, Mungu anatuambia hivi, tunapoushinda huu ubaya, tunakuwa kuna kitu ambacho kinafanyika, tunapata nani? Na hiyo imeandikwaje katika kitabu cha Wagalatia 6:10, nasema, kwa hiyo kadiri tupatavyo nafasi na tuwatendee watu wote mema, na hasa jamaa ya waaminio. Kwa hiyo tunapotenda mema kwa watu wote it's good, lakini pale tunapowatendea jamaa ya waaminio
panakuwa na hasa, yani pana msisitizo, lazima pale pana kirate kinaongezeka. Sijui ni kirate gani, mimi nimetoa mfano, nimesema huwa kuna kuwaga na special rate kwenye malipo ya kitu chochote, pana special rate. Kwa hiyo wapendwa, tujitahidi kutenda mema hasa kwa jamaa ya waaminio. Na ni vile vile neno la Mungu linatuambia tena mstari mwingine tena neno linatuambia kwamba katika waraka wa kwanza Petro sura ya 3, maana ni afadhali kuteswa kwa kutenda mema ikiwa ndio mapenzi ya Mungu kuliko kwa kutenda mabaya. Hii ni muhimu sana watu wote tukaifahamu kwamba ni muhimu sana kutenda mema hata kama mwisho wake inaweza ikatuletea mateso. Maana mateso yanaweza kuwa kwa namna gani? Disappointment, kuonekana mjinga, mara nyingine kupoteza kile ambacho umekitoa ukijua nitapata faida. Lakini huyu anasema kama inampendeza Mungu ni afadhali nifanye hivyo kuliko kutenda mabaya na kutokumpendeza Mungu. Sasa mfano mzuri kwenye Biblia ambao nimeuona unaweza ukatuonyesha faida ya kutenda mema au kuwa na utu mwema ni Abigail. Katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura 25 tunaona pale Daudi alikuwa vitani anatafuta msaada na askari wake wanahitaji chakula, wakaenda kwa Nabali. Nabali akamtuma askari wake kwenda kwa Nabali kumwambia kwamba anahitaji msaada kutoka kwa Nabali. Nabali madharau aliyoyatoa. Nani huyo? Watumwa siku hizi, watumwa wanawakimbia mabwana zao. Yani nini mtumwa? Daudi ni mtumwa. Pamoja na kuwa alikuwa ni mpakwa mafuta wa Bwana wakati huo, bado alikuwa hajakikalia kiti cha ufalme. Katoa povu huyo Nabali. Mke wake kasikiliza, akaona huyu baba atatuletea furumai. Kaenda mwanamke kajituma, katumchukua vitu na nini, kaenda kuomba msamaha kwa Daudi. Nenda ukaisome hiyo sura, waraka wa kwanza Samueli sura 25. Kaenda kuomba msamaha, kamuombea na mume wake kwa kusema, mume wangu ni mpumbavu, mume wangu ni mtu asiyefaa, msamehe tu. Wewe utagombana naye vipi? Na wewe ni mtu wa busara, achana naye huyo, naomba umsamehe bure. Naona Abigaili kafanya mema, na alifanya mema hata kwa mume wake, angeweza kumtema, lakini Mungu akaingilia kati, Nabali akafa, Abigaili akaolewa na Daudi. Tenda mema utavuna kwa wakati. Neno la Mungu linatuambia wakati unaweza kuwa sio sasa hivi, inawezekana inaonekana inachelewa, lakini ukatende mema. Nataka kukutia moyo ambaye labda ulikuwa unatenda mema lakini ukakatishwa tamaa na matokeo ndio yanayotukatisha tamaa. Matokeo ya kutenda kwetu mema, unaona mbona mimi kila siku natenda mema lakini hamna mtu ambaye ananitendea mema back. Mungu asahau. Mungu hasahau. Neno la Mungu linasema Mungu hadhihakiwi. Chochote anachopanda mtu ndicho atakachovuna. Kwa hiyo wewe unachokipanda utakivuna, huo wema unaopanda. Na hao wanaokutendea mabaya watavuna kwa wakati wao. Kuna mbegu nyingine zinapandwa na kuvunwa muda mrefu. Kwa nini? Mti wa mbuyu labda mti wa mwembe, yale maembe ya natural. Lakini hivi vinini maboga yanaota hapo sasa hivi. Maboga toki ya kanyaga hapo si yana wewe mbuyu unaweza ukaukata. Kwa hiyo kwa vile mwenzangu wewe unaotesha mbuyu, utapata faida za miaka 100 na ngapi. Uvumilie, endelea kupanda na kwa wakati utavuna. Wapendwa, mimi ngoja niishi hapo. Kama kuna chochote ambacho unakifahamu au unataka kuuliza au unataka kushare, naomba weka hapo comment, like and comment. Usiache kutenda mema, lakini mema yako usiyatende kwa akili, usiyatende kwa nguvu, usiyatende kwa uwezo. Ukaongozwe na Roho, maana wale wanaongozwa na Roho ndio na Roho unampata, si wa kununua. Usiwe kama wale kina Simeoni waliosema tunaomba tununue Roho Mtakatifu. Huwezi kununua. Roho ni tunapewa baada ya kumpokea Bwana wetu Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Kwa kama wewe unahitaji kumpokea Bwana wetu Yesu Kristo, weka hapo comment au mtafute kiongozi au mtu yote unayemjua ameokoka na amesimama katika wokovu akuongoze sala ya toba. Bwana Yesu yu karibu. Mungu awabariki sana.